Hi students, my name is Madam Adija from Juba Islamic. I teach Standard 1 and today I'm going to teach science. Please stay with me until the end of this program. Today we are going to learn about the first aid. Yes, first aid. What is the first aid? Muda mwingine katika maisha yetu ya kila siku inaweza ikatokea labda nyumbani umeungua na moto au maji ya moto, alafu mzee wako anachukua labda na kupaka dawa ya mswaki au asali. Kile anachokufanyia pale ndio huduma ya kwanza, first aid. Tukana maelezo hayo nafikiri umeshapata kidogo picha ni kitu gani tunakizungumzia hapa. What the first aid? The first aid is the immediate help given the victim or patient before taking him or her to the hospital. Kile kitu ambacho kinafanyika mara ya kwanza kama umeumia kabla ya kupelekwa hospitali ndio huduma ya kwanza. Natumai mpaka hapo kidogo umepata mwanga. Kile kitu ambacho umeshapata ajali kwa bahati mbaya imetokea, unachukuliwa kama vile niliposema mwanzo kwamba unachukuliwa, unapakwa asali, unapakwa dawa mswaki au mafuta, alafu kisha ndio unapelekwa hospitali. Hiyo ndio huduma ya kwanza. Ni msaada wa haraka anaopewa mgonjwa au mwathirika wa kitu wa ajali before hajapelekwa hospitali. Ndio tunachokizungumzia leo. Saa nyingine inaweza kutokea ajali mbalimbali, sio lazima tu uungue. Inaweza ikatokea labda snake bite or attacked by insect or falling down from the trees. Hizi zote zinahitajika tumfanyie mtu alotokea na hiyo kitu huduma ya kwanza. Why we do first aid? Kwa nini tunaifanya hii first aid? Kwa nini? Tuna sababu za kuifanya hivyo. The first thing to reduce pain. Huyu mtu kama ametokewa na kitu kama hicho, kwanza tunaje lazima atakuwa na maumivu. Atakuwa na pain katika ile sehemu aliyoathirika. Sehemu ile iliyoathiriwa itakuwa na maumivu. Kwa hiyo kama sehemu moja itakuwa na maumivu, tunaashiria kwamba mwili mzima mtu huyo atakuwa na maumivu. Kwa hiyo kama utamfanyia hii huduma ya kwanza, kama vile tumetoa mfano kwamba utampaka asali, na maana maumivu yatapungua kwa kiasi fulani kabla hujampeleka hospitali. Kwa hiyo utakuwa umempunguzia maumivu. The second aim of first aid is to save the life. Tujalie kama imetokea ajali, gari limepinduka kwa bahati mbaya, watu wameanguka, watu wamevunjika. Kama unaenda unamfanyia mtu ile huduma ya kwanza, unamsaidia kwa mara ya kwanza, ina maana kabla hajapelekwa hospitali tumeweza kumsaidia yeye to save his or her life. The third aims of the first aid is to reduce a blood loss. Mtu ameanguka juu ya mti, ameanguka mpaka chini, labda amevunjika, damu zinatoka, ukachukua bandage, ukamfunga ile eneo lenye linalotoka damu. Maana yake umesaidia damu isimwagike ovyo. Umemsaidia kwa kiasi kikubwa sana damu isipotee katika mwili. Na tunapojua kwamba blood ni muhimu sana katika maisha yetu, katika mwili wa binadamu lazima awe na damu. Kwa hiyo kama umeweza kuifunga ile damu, na maana haitopotea tena. Kwa hiyo to reduce blood loss. Those are aims of doing the first aid for the victim before taking him or her to the hospital. Umemsaidia kwa haya yote kabla hujampeleka hospitali for medical treatment. There are some materials you can use when you are doing the first aid. Una baadhi ya materials unahitajika kuyatumia wakati unafanya ile huduma ya kwanza, unatoa huduma ya kwanza. Kuna baadhi ya vitu lazima uwe navyo. For example, a pain killer like paracetamol. Ukishampa the victims or patient pain killer, kazi yake kubwa paracetamol tunajua ni kupunguza maumivu. Kwa hiyo kama utampa mgonjwa au mwathirika paracetamol, itamsaidia yeye kupunguza, reduce the pain. Kwa hiyo you have to be with paracetamol. This is paracetamol. Unatumpe mtu paracetamol kwa ajili ya reduce pain. Spirit, you have to be with spirit. Spirit. The aim of spirit katika jeraha au sehemu aliyoumia
kusafisha kidonda, to clean the wound, kusafisha kile kidonda alichokipata mwathirika, patient or victims. Kwa hiyo unatakiwa pia uwe na spirit as a first aid materials. You have to be with bandage. Bandage used for covering the wound. Kuikava kile sehemu iliyoathirika, unaikava kwa kutumia bandage lako, unafunga mgonjwa lesi sehemu labda inatoka damu, inavuja ile damu, kwa unamcover, unafunika vizuri, baadaye ile damu haitaendelea tena kuvuja. So to reduce bleeding of the blood. You have to be with a razor blade. You have to be with a razor blade, a cotton wool, pia inatakiwa uwe na cotton wool. A cotton wool for cleaning the wound, pia inatumika katika kusafishia vidonda. Na hivi vitu vyote materials yako unatakiwa uwe na box maalum kwa ajili ya kuviweka yale material yako. Katika majumba yetu unaweza kumshauri baba yako, mama yako kama amenunua boxi kwa ajili ya kuweka vifaa vyako for first aid. Sababu hatujui katika maisha ya kila siku chochote kinaweza kikatokea. Leo wazima, kesho sio wazima, tumeumia, tumepata ajali. Lakini kama utakuwa na ile first aid, litakapotokea hata kama ni usiku unaweza kutolea huduma ya kwanza. Naamini majumbani watoto mmeshajua namna kufanya first aid. Si ndio? Naamini ni hivi, naamini wote mmenijibu kwamba ndio. Kuanzia leo, kuanzia siku nyingine, unaweza kumtolea mtu yoyote huduma ya kwanza, sio kitu kigeni tena. Naamini hivi. Kutokana na janga letu hili la corona lililotukumba, hatuna budi sisi kama walimu na wazazi majumbani kushirikiana kikamilifu katika kurahisisha ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo kama tumeleta mafunzo haya mpaka nyumbani kwako, huna budi mzazi kuhakikisha kwamba unamsimamia mtoto wako afanye hizi kazi. Naamini tutafanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Mwisho hapa nitatoa homework. Ukiwa umemsimamia mtoto wako, uhakikishe kwanza anayafanya wakati huo ameshasikiliza kipindi. Natumai wazazi na wanafunzi hapo majumbani umefurahia kipindi. Mlikuwa nami mwalimu Madam Hadija from Juba Islamic School. Tuendelee kuwa pamoja, tushirikiane kwa namna mbalimbali. Thank you. Nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, be wearing of Allah. And tha is for thawab.